Mtazamaji wa Mnyasa Media anaungana hapa na Mnandi Junior, shabiki wa Simba, kwenda kuzungumza naye baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Al-Masry kuweza kutamatika kule nchini Misri. Mnyama Simba akipigwa magoli mawili kwa sifuri na Al-Masry mwenyeji wa mchezo akipata ushindi mnono mbele ya Mnyama Simba. Bwana Mnandi Junior, habari za jioni? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuwapongeze kwanza wachezaji wetu, wametoka wakiwa salama bila injury. Hilo ndio jambo kubwa la kuwapongeza, lakini tuliahidi kwamba tungewafunga Sala Sawahedi, lakini mwisho wa siku zile Sala Sawahedi zimegoma kwa sababu uliona tumekosa zaidi ya magoli 6 mpaka 7. Kwa binafsi bahati ilikuwa upande wao, lakini ilikuwa wao tuwafunge pale pale nyumbani kwao. Na dalili zinaonekana tupo ugenini, lakini wao kama vile ndio wako ugenini, sio wako nyumbani, pamoja wamepata matokeo. Kwa Mwenyezi Mungu alikuwa upande wao leo kupata matokeo, lakini mpira wote umechezwa na Simba Sports. Mwenyewe umeona. Bwana Mnandi Junior, kwa hiki ambacho kimetokea Misri, Mnyama Simba, bila shaka nyinyi mashabiki sasa mpo kwenye hali ngumu sana. Hatupo kwenye hali ngumu. Binafsi kwa wana Simba, wanajua Simba huaga inafanya maajabu ya aina gani. Simba ashai kufungwa na Mufulira Wanderers uwanja wa Uhuru goli 4, lakini tulienda Zambia mbele ya Rais wao kaunta tukawafunga goli 5-0 na tukaqualify. Sio goli 2. Mimi naamini wale washatoka kwenye mashindano. Pamoja wamesherekea, lakini washatoka kwenye mashindano. Maana yake muamuzi ule wana historia nayo wao kwa favor. Sawa? Sisi tutoe tu lawama kidogo kwa wachezaji wetu wanashindwa kushindikiza sababu Simba ishakuwa kubwa. Sawa, tukio lile lilikuwa la kwenda kushindikiza kwa maamuzi ya Lionel Ateba, lakini ameenda kuongea naye tu kawaida. Mbona akamwambia mimi nishapata majibu kutoka kule. Mbona wale wameshindikiza wameenda kwenye VAR? Wasingeenda kwenye VAR, goli silikuwa limeshakataliwa, lakini wameshindikiza, wameenda kwenye VAR na wamepata. Ngoma imeitwa kati. Kwa binafsi na sisi tungeshindikiza ilikuwa tutali. Kwa binafsi atakuwa tuendelee kukomaa zaidi. Manake Simba imenyuma penalty. Itakuwa tukomae zaidi kwa sababu sisi tungeshindikiza manake angefunika. Lakini tumeshindwa kushindikiza, wenzetu wameshindikiza, wamefaidika. Kwa binafsi VAR ipo, si haikutufavor lakini endelea kuwa favor wenzetu, lakini naamini kwamba wanakuja kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni Lupaso, hajawahi kuachwa mtu salama. Zile goli zao mbili zile, watashangaa kwa nini walifunga goli 2. Maana walikuwa wanasikitika ile goli moja walikuwa wanaliona alitoshi. Lakini wamepata goli 2 wanafurahia. Na waambia waendelee kufurahia. Watakuja Benjamin Mkapa. Tarehe 9 baada ya mechi kisha wataondoka wakiwa wamenuna na watavamia uwanja kama ndugu zao walivyovamia uwanja. Sasa tunahakikisha wale tunawaondoa kwenye mashindano. Bwana Al-Masry Mwarabu kutoka Misri, Benjamin Mkapa, tarehe 9 atakufa goli ngapi? Yule atoboi, yani yule manake sisi tunaenda kufanya comeback. Yule katufunga goli 2, sisi tunakuja kumuongezea 2 kama zile. Sawa? Sisi tumeongeza 2 kama zile. Najua nyuma mwiko saizi wanafurahia kwa matokeo yao. Wameshangilia sana kwa sababu wamepata matokeo yao kule ya goli 3 Tabora, wanashangilia. Sasa tuwaambie, hii sio ligi kuu. Hii mashindano ya kimataifa yanachezwa kimkakati na kila mtu anatumia vizuri uwanja wake nyumbani. Wao wako nyumbani kwao wanapaki basi kama wako ugenini. Jiulize wakija hapa wanakuja kufanya nini? Hapa si ndo wanakuja kuweka container. Wakija hapa sasa ndo tunawashenyeta vizuri kama tulivyofanyia wale Constantine. So walikuja hapa akachezea chuma 2. Asa sisi hatutaki kwenda kwenye matuta. Hao tunawapiga kuanzia chuma 4 na kuendelea. Mimi nipo kama tumewakosa goli 6 kule. Zinashindwa kuingia nyavuni manake Mungu alikuwa upande wao siku leo. Lakini sio kila siku atakuwa upande wao. Watakuja hapa afu utaona nini kitawakuta. Bwana, Simba imepiga mpira mkubwa sana. Imemiliki mchezo, imepiga mashuti mengi. Mashuti takriban 7 on target yaliyolenga lango. Wakati Waarabu wao Al-Masry wakipiga mashuti 2 tu kulenga lango. Nyinyi mmefanya vizuri sana kwenye mchezo huu. Shida iko wapi kushindwa kufunga magoli? Ndio maana nakwambia kwenye mchezo wa mpira pia bahati ipo. Kwa maana yake leo binafsi nyota ilikuwa upande wao na ndio maana magoli kwao hayakuingia. Lakini nyota ingekuwa upande wetu, zile Sala Sawahedi zilikuwa zinaingia na ziada. Mwenyewe umeona mpira wote tulivyomiliki. Wanafanya sabu muda wote lakini wanaona bado haitoshi. Lakini Simba wamefanya sabu moja tu. Wao wamefanya sabu zote wamemaliza. Jinsi kuhangaika jinsi gani wapate goli la pili. Tumeshoa siku goli lile pale, Kibendela anakataa, wameenda kushindikiza, wameenda VAR. Tunawaambia VAR imeenda kuwapa faida, lakini naamini VAR ile ile itakuwepo Benjamin Mkapa. Nizamu yetu pia kutupa faida. Si tumenyimwa tu kule. Nizamu yetu VAR kuja kutupa faida. Sasa tuwaambie tu aje Benjamin Mkapa, watanyolewa tu. Hatutowaacha salama. Kwa hiyo wanyuma mwiko waendelee kufurahia, lakini tuwaambie kwamba ni mashindano makubwa yanachezwa kimkakati. Simba hajaondolewa kwenye mashindano, amepoteza mchezo leo, lakini naamini mechi ya pili anarudi nyumbani. Wewe unamuona Al-Masry atakavyoondoka. Watavamia uwanja wale mapema tu. Mimi nakwambia kwa mpira ule wanacheza nyumbani kwao vile. Alafu aje Benjamin Mkapa atapona wale. Nyumbani kwao vile wanatuogopa. Yeye wakija hapa inakuwaje? Sasa tunawapongeza wamepata matokeo, lakini matokeo yale waje nayo kama chachu, wakija hapa waje kupaki container. Sasa tunawajua. Wakishapata matokeo kama yale wakija hapa wanakuja kulala tu. Wao waje walale hapa. Sawa? Afu tutaona sisi tunachowafanyia hapa. Watajuta wale. Bwana, watu wanauliza itakuwa tena mwaka robo Simba haitavinda nusu finali. Habari ya mwaka robo haipo. Nisikilize habari ya mwaka robo haipo. Mimi nakwambia Al-Masry kashaondoka kwenye mashindano. Kapata matokeo nyumbani kwake, ajifariji pale nyumbani kwake kupata matokeo. Maana lengo letu tumdhalilishe pale pale, lakini amegoma kudhalilishwa nyumbani kwake. Tumwaahidi anakuja Benjamin Mkapa. Anaondolewa Simba anaenda semi final. Tunza maneno yangu. Bwana, umeona kiwango cha Elie Mpanzu? Nimekwambiaje? Ile ni wifi ya nchi. Imeenda kuzima mawasiliano yao kule. Imewasha mawasiliano ya Tanzania. Uliona shughuli ambayo aliwafanyia leo. Muda wote
wanaomba mtu wabadilishane, wewe mkabe mimi huyo. Maana haiwezekani. Ule mtu ana hatari. Yaani leo kanionyesha mara 3 vile vitu ambavyo kavifanya kwenye mechi zote zilizopita. Ana hatari sana yule mtu. Yule anajua. Sasa jiulize watakapokuja hapa Dar es Salaam, wavuke airport Terminal 3. Sawa? Waje Benjamin Mkapa. Wawe hotelini. Wale hawatoboi. Sisi sio luka mageti. Sawa? Wote tutapita geti hili moja na tutaingia pale pale Lupaso. Utaona nini kitawakuta. Hakuna kuruka ukuta hapa. Sidhani kama Almasri atakuja hapa anaweza kupata njia ya kuruka ukuta. Lazima atapita geti kuu na sisi tutapita geti kuu, lakini wakanyage pichi utaona kitakachowakuta. Mimi nakwambia tu Almasri kashaondoka. Niwaambie tu wana Simba wasibuguzike, wasipate mashaka kwamba kufungwa goli 2 Simba kashaondoka. Simba anatoboa kwenda semi final. Kwa hiyo wana Simba msiwe na hofu, tuendelee kusupport viongozi wetu. Timu inarudi tukaipokee, lakini tujipange kuelekea mechi ya tarehe 9. Simba na qualify. Kila mtu anacheza nyumbani kwake. Yeye kashamaliza shughuli yake nyumbani na bado sisi shughuli yetu nyumbani. Nadhani tulipigwa goli 4 kule South Africa. Sawa? Tulipigwa goli 4 na Kaizer Chiefs, lakini tulirudi hapa kilitokea nini? Wakapigwa chuma 3 kwa sababu goli zilikuwa nyingi zaidi. Hasa goli 2 tushindwa sisi kuondoa wale. Hasa wale sio kufunga goli 3. Kama kule tumepiga zaidi ya mashuti 7 kwenye lango lao, mpira unashindwa kuingia nyavuni. Je, hapa nyumbani kitatokea nini? Kitatokea kiama cha mabao hapa. Kinaweza kikawakuta cha Oloya wale. Kwa mpira ule waliocheza pale nyumbani kwao, kile cha Oloya kinaweza kikawakuta. Nakwambiaje? Kitawakuta goli 7. Mimi sijaenda kwa bibi yangu. Sijaenda kwa babu yangu. Wewe unategemea kitawakuta nini wewe? Hapa watoboi. Wewe mnaanza tena kwa bibi? Naenda kwa bibi na kwa babu. Mimi msimu huu nahitaji kwenda semi final. Kwenda mpaka finali nikachukua ubingwa. Yaani yule anizuia nyumbani kwangu. Kisa kanifunga vigoli 2 nyumbani kwake vile vanondokea. Mimi nakwambia wewe utaona kitakachowakuta. Kwa hiyo mnataka kufanya comeback kama ambavyo alifanya Liverpool msimu ule, alipigwa 3 ugenini akaja akashinda 4 nyumbani. Na sasa yule sio tunamfunga goli 3. Yule tunamfunga zaidi ya goli 3. Wana Simba wasio na mashaka. Watulize tempo, tuipokee timu, tujipange kwa ajili ya mechi ya tarehe 9. Mechi haijaisha. Ile ni part 1 bado part 2. Part 2 ni ya Simba Sports kutoka kwenye ardhi ya Tanzania kwa sababu sisi ndo tunawakilisha huu ukanda. Hatuwezi tukawaangusha majirani zetu. Lazima tuubebe ukanda tuhakikishe kombe linakuja Tanzania. Kwa hiyo watu wasiwe na hofu kwa sababu tumepoteza kwa kufungwa goli 2. Simba ana qualify kwenda semi final na anaenda final msimu huu na kombe analeta. Wasiwe na mashaka wana Simba. Wasisikilize kelele za nyuma mwiko. Waache wapige kelele kwenye mabao yao kwa sababu wao hawamo. Haya sio mashindano yao. Wao waendelee kutisha watu huko, wachukue pointi zao za kutisha watu. Tukirudi tutakutana hapa. Bwana, Simba leo imefanya vizuri kila idara. Mmemiliki mchezo kwa asilimia nyingi zaidi kuliko mwenyeji mchezo Almasri. Mmepiga mashuti yasiyo lenga lango mengi zaidi kuliko Almasri. Mmefanya kila kitu kilichohitajika mpaka kadi za njano wao wamepata nyingi kuliko nyinyi Simba. Bwana, Simba hii unaionaje kuelekea mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Almasri Benjamin Mkapa, mchezo wa marudiano? Ndio maana nakwambia wana Simba tulieni, kila mmoja saizi aendelee kuomba dua na sala anapopajua yeye kwa ajili ya kuipambania klabu yetu. Tusiwaachie viongozi. Huu ni wakati wa kuisupport timu yetu wote. Tuisupport ili mradi tufike nchi ya ahadi. Mimi naamini tu kwamba Almasri hapa hawezi kutoboa sababu sisi ndo tuna rekodi zetu za kuwatoa watu bwana. Sawa, hatujaanza jana wala juzi, ndio maana nimekupa rekodi tu ya Bufulila Wanderers. Goli 4 tumefungwa nyumbani, lakini tumeenda away tumeshinda goli 5. Mpaka leo hiyo rekodi mpaka leo ipo. Sasa Zambia bila rais wao kaunda. Wewe unafikiri wanatuambia nini wale Almasri? Bora hata kule tulikoenda kucheza na Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs tulimiliki mpira lakini hatukupiga mashuti mengi on target kama tulopiga leo kule Misri. Maana kwamba leo mechi sasa tuliikamata kama ndo wenyeji pale Cairo. Lakini bahati ilikuwa upande wao, wamepata matokeo ya goli 2. Kwa hiyo washerekee pale nyumbani kwao, lakini wakubali kwamba kuna kiama cha mabao kitakuja kutokea kwenye ardhi ya Tanzania. Wao tunawapokea, waje na hawa ndugu zetu wazee wa kupokea wageni waendelee kwenda kuwapokea. Sawa, wawapeleke hoteli wanayojua wao, wakakae nao, waongee nao, hata kwenye mabao pale wawapeleke, lakini wakanyage pale Lupaso kama watatoboa pale. Mimi najua kuwapokea kama kawaida, lazima wakawapokee kwa sababu wao leo inawauma kwamba wameshindwa kuqualify kwenda hatua inayofuata. Ndio maana saizi wanasherekea. Sasa waache washerekee, lakini waje Benjamin Mkapa tarehe 9, waje tusherekee kwa pamoja. Leo wamesaidia kule Almasri wakiwa Misri, lakini waje Benjamin Mkapa nyuma mwiko, waje tusherekee kwa pamoja. Pale hakuna supu pale. Pale tunaenda kusherekea matokeo kumtoa Almasri kwenye ardhi ya Tanzania na Simba akiqualify kwenda semi final akiwa nyumbani. Bwana Mnandi Junior, neno lako kwa wachezaji wa Simba, bila shaka watatazama haya maneno yako ambayo utayazungumza hapa na viongozi wa Simba, bila shaka na wenyewe watafuatilia. Wachezaji wa Simba mimi niwapongeze na niwaambie tu kwamba waendelee kupambana na wajue kwamba wana deni kubwa kwa wana Simba kwa sababu wamesajiliwa kwa gharama kubwa na hata tajiri alikuwepo kule na kuwapa motisha kubwa, manake mechi ameshuhudia. Kwa hiyo niwaambie tu wana deni kubwa kwa Simba kwa sababu Simba target yetu msimu huu sio robo na sio semi final. Target yetu kubwa ni kwenda finali na kuchukua ubingwa. Na timu ya kuchukua ubingwa kwenye kombe la shirikisho ninayo. Kwa hiyo kikubwa ni kujiamini, waje wapambane kwenye viwanja vya mazoezi, wahakikishe
tarehe 9 wavuje jasho na damu, wahakikishe Almasri anaondoka kwenye mashindano, kwa sababu sisi tunazungumza, lakini target yetu ni kwao. Wanapopambana uwanjani na sisi ndio matokeo tunapata. Kwa hiyo naamini wakijituma kwa 100% kama walivyojituma Almasri, waje kujituma mara 3 yake Benjamin Mkapa. Mimi naamini mapema sana hadi half time watakuwa zile goli zao tushalipa na tushaongeza na ziada 2. Watani zenu wanasema mtoboi. Wao ndio maneno yao, washazungumza sana toka kwa wale nani wale. Hawa wapi hapa? Libya, Elila Tripoli. Tulivyotoka suluhu wakasema kwa mpira ule Simba hawezi kutoboa. Wengi wameliwa hela. Wengine wameweka mpaka vibanda vimetaka kuchukuliwa huko. Kwa hiyo mimi binafsi siwashangai kwa sababu hiyo sio timu ya mpira, hicho ni kikundi cha wauni. Wao warudi kwenye mizigo yao, mpira watuachie sisi. Kwa hiyo mimi naamini wa Simba tuwe pamoja na wachezaji wetu. Sio muda kumlalamikia labda mchezaji fulani akucheza vizuri kiasi fulani. Wachezaji wote leo wamejituma, sema bahati haikuwa upande wetu. Tumuombe tu benchi la ufundi, mwalimu asichelewe sana kufanya sabu au anajitahidi kufanya sabu kwa wakati ili mradi kuweza kurahisisha matokeo tukiwa Benjamin Mkapa. Kule tulikuwa away, tulikuwa tunalinda tufungwe lile goli moja au tusawazishe goli, lakini imeshindikana. Lakini tukija nyumbani, sabu zifanyike kwa wakati ili wafungwe goli nyingi. Hatutaki sisi kuwafunga goli chache. Tunataka goli za kibabe.